Safi kabisa, jiji kuu la Kenya Nairobi. Hapa ndo naona majumba marefu kabisa kwa mbali, barabara ambayo inatoka katika ngatua ya ndege ya Jomo Kenyatta ikiunganisha mtaa wa kifahari wa Westlands Nairobi ndani ya uwanja wa Ulinzi Sports Complex. Wakaingia hapa wachezaji wa timu ya taifa ya Ethiopia, ndo hao unaoona kwenye kiwambo cha runinga yako, wamepiga pamba zao njano kutoka juu hadi chini. Kiatu ni rangi anayoipenda mchezaji. Alafu upande wa timu ya taifa ya Kenya Rising Stars, ndo hao unaoona wameshika kwenye roho, upande wa roho, wakati unapigwa wimbo wa Jamhuri ya Kenya, wimbo wa taifa, kuashiria mwanzo tu wa mechi yao ya marudiano ya raundi ya pili ya kuwania tiketi ya kushiriki kombe la dunia la mwaka ujao nchini Poland. Wakaanza mazaga ya mapema kabisa timu ya taifa ya Kenya Rising Stars, wakiwa na uchu wa kusaka goli la mapema kama kinika mlinda mlango Abeba Ajibo Afa akamnyima nafasi ya kuanza kampeni ya mapema hapa nyota Mideva Elizabeth Lwango wa Archbishop Njenga. Ikawasena haijaishia hapo, saka nyingi hapa ndo akafunga goli muhimu hapa la kuongoza, akiwa amejituma 100% kabisa hapa, kuashiria mwanzo wa karamu ya magoli. Jezi namba 8 mgongoni, Mideva Lwango Liz ndiye alikuja kufanya goli la pili hatari sana katika harakati kuna liona wakati wowote kutoka sasa. Angalia hapa, ilikuwa bado ni saka nyingi tu wakiwinda goli muhimu. Kakunjwa nzuri kule kwenda nje, haikuwa na matokeo mazuri. Diana Onyango alikupiga dude la mbali bila mafanikio, hakuweka shabaha. Piro kakosa diro kwenda nje. Angalia hapa tena, kukawa na saka nyingi. Letwa juu kwa juu, akajikunjua, akapiga kichwa safi kabisa hapa. Mideva Lwango Liz Moite Elizabeth akaweka ule mpira ndani na kuandika goli muhimu, likiwa ni goli la pili la timu ya taifa ya Kenya ndani ya dakika ya 16 baada ya kutangulia kufunga Nekesa Valerie. Baada ya kutosha hapa, kapiga nahodha mwenyewe kwa mbali kabisa Fasila Adhiambo akaujaza ule mpira ndani. Magoli kama haya amezoea kuyafunga, ukauramba ule mlingoti wa goli ukajaja ndani dakika 28, akaijazia Kenya goli likiwa ni la 3. Akampa raha iliyoje kabisa Makidona Mariga, nahodha wa zamani wa Harambee Stars na klabu ya Inter Milan ya Italia, kishinda taji la ligi ya mabingwa Ulaya akiwa chini ya mwalimu mkuu Mourinho. Saka nyingine kaendelea tu, ikapigwa shuti la mbali kule na huyo Ishelia Lorin, akasema hapa ni nyumbani Ulinzi Sports Complex, kichezea klabu yake ya Ulinzi Starlets. Hapa pia walikuwa nafasi ya kufunga goli lakini bila mafanikio, akiwa amemakinika Miteko Bekele, lakini ule mpira ukapaa juu tu kwenye mlingoti, yani kwenye mtamba panyo ukakwenda nje. Nusura wapate raha kweli mashabiki wa timu ya taifa ya Ethiopia. Saka baada ikawa inaendelea. Mara hii hamna shabaha, mpira ukakwenda nje kabisa. Kimepiga Emosh, safu ya kiufundi kakasirika tu, mbona kuweka shabaha jamani. Baada wakawa wanasaka, hapa ndo yalifanyika madhambi, akiumia mlinda mlango nambari 1 wa Kenya Christine Adhiambo wa Butere Girls. Afanyiwa ganga, karudi akaendelea na mechi. Na hapa ndo Fasila jaribu kufunga goli lake la pili, akaipangwa ile ngoma, akaipata tena katika sehemu muhimu, tena wakati muhimu, akaweka ule mpira ndani ya nyavu na kufunga goli lake la pili na la 4 kwa timu ya taifa ya Kenya. Liz Lwango Mideva akawapa raha kweli safu ya kiufundi ya Kenya kiongozwa na Jacqueline Juma. Baada wakaendelea kwenye saka nyingi tu kutafuta goli la 5. Hapa ilikuwa inakaa kama inawezekana sana hapa kufunga goli lake la 3 na la 5 kwa timu ya taifa ya Kenya. Mideva Lwango Liz ambaye pia wakiwa ugenini
Abebe Bikila alifunga goli ikitamatika 1-1 kule ugenini Addis Ababa. Bado kwenye saka wako wametosheka Kenya taratibu kabisa hadi inatamatika ndani ya dakika 90. Kenya magoli 4, Rising Starlets Ethiopia 0.